Joseph Mbilinyi alimaarufu kama Sugu anaonekana kushangazwa na msimamo wa mwenyekiti wake mpya Tundu Antipas Lissu, jambo ambalo wengi hawakutarajia kuliona baada ya uchaguzi kupita. Kumbuka kwamba kulikuwa na uchaguzi mkubwa kabisa ambao umefanyika ndani ya Chadema na paliibuka mpasuko mkubwa, yani pande mbili. Upande ambao ulikuwa unaamini kwamba mwenyekiti wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe anastahili kuendelea kukiongoza chama hicho, na upande mwingine ulikuwa ukiamini kwamba chama hicho kinahitaji kiongozi mpya kwa ngazi ya juu ya nafasi ya mwenyekiti ili kuendelea kulisukuma gurudumu la chama katika mambo mbalimbali. Na katika wakati ule Sugu alionekana wazi kwa upande wa Freeman Aikaeli Mbowe, lakini mara baada ya uchaguzi kutamatika, Lissu ndiye akawa mshindi wa nafasi ya mwenyekiti ndani ya chama hicho. Mwenyekiti wa zamani alitoa pongezi, na pale ilileta taswira kwamba ule mgawanyiko sasa utakuwa umekwisha, na wote watarudi kuwa wamoja na mambo yaendelee kwa kuwa chama kimoja na watu wote wa chama hicho wawe wamoja. Lakini kuna baadhi ya minong'ono ambayo imeendelea mitandaoni kwamba mwenyekiti wa chama hicho wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe amekuwa kimya sana. Kuna kampeni zinaendelea za tone tone kukichangia chama, hajaonekana akitoa kauli yoyote. Lakini baadhi ya wale watu ambao walikuwa upande wake pia kuna kauli ambazo wamekuwa wakizitoa zinaonesha kwamba kuna mpasuko ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa katika pitapita katika mitandao mbalimbali ya kijamii, mtandao wa X, kumekuwa na huu ujumbe ambao unasambaa sana kupitia mitandao ya kijamii ambao kwa mujibu wa jinsi ilivyo ninakuwekea hapa, utauona pia na wewe, unaonekana umetoka kwenye ukurasa wa mtandao wa kijamii wa X wa Mheshimiwa Joseph Mbilinyi alimaarufu kama Sugu, ambapo ujumbe huo umeandikwa hivi. Ninakusomea kama ambavyo umeandikwa. Kiukweli kuna time najiuliza, nakosa majibu kabisa. Hivi ni kweli huu ni muda wa kuanza kutia huruma na kudai no reform no election? Tukianzia hapo kabla sijaendelea kusoma, no reform no election inafahamika kwamba ni kitu ambacho kimeletwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na mara zote wamekuwa kizungumza hivyo na mwenyekiti. Maanake tamko linalotolewa na mwenyekiti, imani ni kwamba chama kimekaa na kikapitisha. Sasa leo hii Sugu anasema huu si muda wa kusema no reform no election. Lakini anaendelea anasema, wenzetu kutoka vyama vingine wanajipanga na uchaguzi, sisi Chadema tunajipanga kuvuruga uchaguzi. Kuna haja ya kamati kuu kukutana kujadili vyema hili swala, tujue ni msimamo wa chama au mwenyekiti pekee. Kwa maana hiyo mpaka muda huu Sugu Joseph Mbilinyi yeye hajui kama huu ni msimamo wa chama ama ni msimamo wa mwenyekiti. Kisha namaliza kwa kusema, mimi najipanga na kugombea ubunge pale Mbeya mjini na najua nitashinda, maana wana Mbeya wananihitaji sana. Kwa maana hiyo mpaka muda huu Sugu yeye tayari anajipanga kugombea Mbeya mjini, maana yake pale anaenda kuchuana na Tulia Ackson. Mambo makubwa kwenye huu ujumbe ambao umeandikwa ni kwanza kutoifahamu no reform no election kama ni msimamo wa chama ama msimamo wa mwenyekiti. Hilo jambo linaleta mkanganyiko. Je, Freeman Aikaeli Mbowe, mwenyekiti mpya kumlazi, nimetaja mwenyekiti wa zamani, mwenyekiti mpya Tundu Lissu, hili jambo amelitoa wapi? Kama baadhi ya wanachadema, afu ngazi ya Sugu ni mtu mkubwa, mwenyekiti wa kanda Nyasa. Sasa kama halifahamu hilo, je, nani atalifahamu? Tukiachana na hilo, kuna
kuna kauli ambazo amezitoa Tundu Antipas Lissu, ambapo amekosoa viongozi wa Afrika kwa kujilimbikizia madaraka. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, amewakosoa vikali wanasiasa na viongozi wa Afrika kwa tabia yao ya kung'ang'ania madaraka kwa maslahi binafsi. Akizungumza katika kikao cha kujadili masuala ya demokrasia barani Afrika katika kitivo cha sheria Chuo Kikuu cha Makerere nchini Uganda, Lissu ameainisha mbinu mbalimbali zinazotumiwa na viongozi wa Afrika kuendeleza udhibiti wa kisiasa kwa kisingizio cha kulinda katiba. Kulingana na kituo cha habari cha DW, Lissu ameeleza kuwa viongozi wengi wa Afrika wanaanza kwa kuhamasisha uzalendo na kuungwa mkono na wananchi, lakini wanapopata madaraka hujenga mifumo inayodhoofisha demokrasia. Amesema mfano halisi ni serikali ya Uganda ambayo imehusisha jeshi katika siasa za nchi, hali inayohatarisha misingi ya utawala wa kidemokrasia. Katika hotuba yake, Lissu amesema kuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitoa mchango mkubwa katika uongozi wa Afrika, lakini baadhi ya viongozi waliiga mifumo yake ya udhibiti wa taasisi za kisiasa, kijamii na kiuchumi kwa manufaa yao binafsi. Kuhusika kwa majeshi katika siasa za taifa ni hatari sana, na Mwalimu Nyerere aliwafunza viongozi wengi wa Afrika namna ya kutumia majeshi katika kudhibiti upinzani. Itakuwa vigumu kuondoa hali hiyo. Aliyazungumza hayo Tundu Lissu. Alieleza kuwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni alilelewa kisiasa na Nyerere, na kwamba mifumo ya kisiasa anayoitumia sasa aliiga kutoka kwake. Katika kikao hicho kilichohudhuriwa na wasomi na wanafunzi wa sheria, mjadala umeibuka kuhusu uhuru wa kujieleza kama msingi wa demokrasia. Baadhi ya wasomi wameeleza kuwa changamoto kubwa ya utawala wa Afrika ni pale wananchi wanaponyimwa uhuru wa kujieleza na kushiriki maamuzi ya taifa. Hata hivyo, mmoja wa wasomi hao, Dr. Daniel Ruheza, amesema kuwa japo Nyerere aliwahi kufanya maamuzi pasipo kuwashirikisha wananchi, baadaye wengi walikuja kuona faida yake. Wakati mwingine kiongozi anafahamu kile ambacho raia hawawezi kukubaliana nacho, lakini baadaye kinachokuwa na manufaa kwa taifa, alisema Ruheza. Mambo ni kama hivyo. Mambo yanaendelea kuwa ya moto kweli kweli. Joseph Mbilinyi alimaarufu kama Sugu anaonekana kushangazwa na msimamo wa mwenyekiti wake mpya Tundu Antipas Lissu, jambo ambalo wengi hawakutarajia kuliona baada ya uchaguzi kupita. Kumbuka kwamba kulikuwa na uchaguzi mkubwa kabisa ambao umefanyika ndani ya Chadema, na paliibuka mpasuko mkubwa, yani pande mbili. Upande ambao ulikuwa unaamini kwamba mwenyekiti wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe anastahili kuendelea kukiongoza chama hicho, na upande mwingine ulikuwa ukiamini kwamba chama hicho kinahitaji kiongozi mpya kwa ngazi ya juu ya nafasi ya mwenyekiti ili kuendelea kulisukuma gurudumu la chama katika mambo mbalimbali. Na katika wakati ule, Sugu alionekana wazi kwa upande wa Freeman